Ni juzi tu ambapo tumemsikia makamu wa rais ama naibu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi akiwa anahutubia taifa na kusema kwamba itakuwa sio vizuri sana watu kuendelea kuzungumzia matukio ambayo yalitokea tarehe 29 ya Oktoba kwa maana ya siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Sasa anasema kwamba njia nzuri ya kuhakikisha kwamba tutoneshi vidonda vya wale walioathirika ni kutozungumzia kabisa masuala hayo ya Oktoba 29. Sasa Roma Mkatoliki ameamua kuja kumvaa makamu wa rais na kusema kwamba ni vibaya sana kwa wao kukataza watu kuzungumzia yaliyojiri ama yaliyotokea tarehe 29 Oktoba. Sasa alikuwa ameshare picha ya gazeti la Nipashe ambayo ilikuwa na headline kubwa sana, yani kichwa cha habari kile kinasema kwamba ni marufuku kuzungumzia ya Oktoba 29. Hasa Roma alikuwa amemind swala hilo na kuandika kwenye caption ya Insta story yake na kusema hivi: kumpiga mtu inaweza isiume sana, lakini kumzuia mtu kulia baada ya kumpiga inauma zaidi na inatia na hasira na chuki. Ndicho wanachozidi kutupandikiza sasa hivi. Inazidi kuchukua miaka mingi sana ili taifa kupona. Tunapoteza tu simu na tunaumia, hatusahau. Ndio ije kuwa kumpoteza ndugu na maiti yake hujaiona? Never. Na hii never kaeka kabisa kwa herufi kubwa. Sasa kwa upande wa Roma Mkatoliki anaamini kabisa kwamba serikali imewakosea wananchi, lakini baada ya kuwakosea wananchi inawakataza wasionyesha maumivu yao. Roma anaamini kwamba kuendelea kuzungumzia swala hili ni kama njia ya kuweza kuonyesha maumivu. Sasa anasema kwamba serikali imewaua watu kwa maneno ya Roma mwenyewe, lakini pia maiti za ndugu wa waliofariki hazionekani, lakini mwisho wa siku pia unaambiwa kwamba baada ya maiti kutopatikana wanakatazwa na kabisa usiongelee masuala hayo. Sasa kwa Roma Mkatoliki anaamini kwamba kinachofanyika na serikali sio kitu kizuri sana, ila serikali kupitia Emmanuel Nchimbi ambaye ndio naibu wa rais alisema kwamba kuendelea kuzungumzia masuala haya ni kama kutonesha vidonda vya wale ambao waliathirika. Sasa anasema kwamba ni vizuri kila mtu kuamua kuyafumbia macho na kufunika kombe ili mwanaharamu apite. Sijui kama unanielewa vizuri. Sasa kwa upande huu bwana Roma amesema kabisa kwamba kuacha kuzungumzia swala hilo ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa maana kwamba wataendelea kuzungumzia over and over again. Lakini pia wanaharakati wengi wametokea kupinga swala hilo la naibu wa rais kusema kwamba watu wasizungumzie kabisa ya Oktoba 29. Lakini pia naibu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche wakati alikuwa kwenye msiba kule Sirari alisema kwamba alimjibu vibaya sana Emmanuel Nchimbi na kusema kwamba wataendelea na watazidi kuzungumzia swala hilo, sababu kuna mambo mengi sana ambayo yamefanyika nyuma ya pazia na serikali haijataka kushughulikia kabisa. Sasa wao watazidi kuzungumzia, na nataka nikuulize na yeye pia, unaamini kwamba ni vizuri tuendelee kuzungumzia masuala ya Oktoba 29 mpaka pale watu watahisi kwamba wamepona vidonda vyao, ama ni vizuri pia kuamua tu kufunika kombe na kutozungumzia kabisa ili kila mmoja aje kusahau matukio hayo? Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.